Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mama mzazi wa msanii Juma Jux siku ya leo amemwaga machozi mbele ya waandishi wa habari baada tu ya kuulizwa kuhusiana na mjukuu wake kwa Vanessa Mdee. Kama ambavyo tunafahamu, story ambayo inaendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii ni hii story ya mtoto wa Vanessa Mdee ambaye ni 7, ya kwamba inasemekana ni mtoto wa Juma Jux, na sasa hivi vipimo vya DNA vinaendelea kwa ajili tu ya kufahamika huyu mtoto kweli ni wa Juma Jux au Vanessa Mdee alirukaruka sana, hajui mtoto ni wa nani, na hayo mambo bado yanaendelea. Tutakuja kukuletea majibu hapa katika media yako pendwa ya Bongo Choice. Kama wewe ndo mara yako ya kwanza, bonyeza maandishi mekundu yanaandikwa neno subscribe, ili mradi kila habari ambayo itatokea hapa usiweze kuikosa. Mama mzazi wa Juma Jux siku leo naye pia ametia neno, lakini pia ameweza kuzungumza kuhusiana na hilo sakata ni vipi, kwamba yeye kama bibi kuna siku aliwahi kuambiwa na mtoto wake Juma Jux kwamba kuna mtoto ambaye yupo au na yeye pia alikuwa hana taarifa, kwa sababu hizi taarifa ziliweza kuanikwa tu na Mange Kimambi, na namna ambavyo Mange Kimambi aliweza kuzianika zikaanza kutrend, lakini pia Juma Jux akaanza kukubali na yeye Vanessa akaanza kuzungumzia, kwa sababu tunafahamu sasa hivi Vanessa pamoja na Rotimi penzi lao tayari limeweza kuisha. Sasa bibi wa huyu mtoto au mama mzazi wa Juma Jux ameweza kuzungumza maneno ya uchungu sana. Kwanza kabisa ameshangaa kuona yule mtoto namna ambavyo anafanana na Jux, na mama yake na Jux anakuambia baada tu ya Vanessa Mdee kujifungua alimkalisha chini mtoto wake Juma Jux na kumwambia kwamba vipi, yule mtoto ni wa kwetu au sio wa kwetu. Kumbuka huyu mama alikuwa ni bibi ambaye anatamani sana kupata mjukuu kwa kipindi kile. Akawa anamuuliza Jux, kama yule mtoto ni wa kwetu, hebu sema ili tuweke mambo sawa. Lakini Jux akawa anasema mimi nimezungumza na mwenzangu na mwenzangu ameniambia yule mtoto sio wa kwangu. Lakini ukimwangalia mtoto wa Vanessa wamefanana sana na Jux, na huyu mama anakuambia alikuwa na hiyo hisia kwamba yule mtoto ni wa kwao. Alikuwa anamwambia mara nyingi sana Jux, hebu fuatilia hili swala, lakini anakuambia vijana wa siku hizi kupoteza damu zao ni jambo la kawaida. Yani Jux aliamua kupotezea moja kwa moja kwa sababu ameshaachana na Vanessa. Lakini pia Jux baada ya kumuuliza Vanessa kwamba huyo mtoto sio wa kwangu kweli, mbona tumefanana hivyo, lakini Vanessa akawa anamkatalia na kumwambia yule mtoto sio wa kwako. Sasa mama yake na Jux anakuambia jambo ambalo amemwambia sasa hivi Jux, ameweza kumuonya tu kwamba hakikisha huyu mtoto unahakikisha sio wa kwako, kwa sababu endapo kama huyu mtoto ni wa kwako alafu umemwachia mwanaume mwingine, ni kama vile unaenda kuipoteza damu yako. Hivyo basi unatakiwa kuelewa kwamba madhara ya kuipoteza damu yako ni makubwa sana, tofauti na ambavyo utamwangalia yule mtoto akiwa na mama yake. Sasa mama yake mzazi na Jux amesema kitu kimoja ambacho anachokitaka ni kwamba kugundua yule mtoto ni wa Jux au sio wa Jux, na atagunduaje ndo kama hivi kufanya majibu ya vipimo vya DNA yakitoka, ndipo tuweze kufahamu mtoto wa Vanessa 7 huyu wa kwanza ni wa Jux au sio wa Jux. Lakini bibi wa huyu mtoto anatamani sana kufahamu ili mradi tu waweze kujua nina wajukuu wawili, kwa sababu ukiangalia Rakimu huyu mtoto wa Jux na Priscilla ndo mjukuu wake wa kwanza. Juma Jux amezaliwa peke yake kwao, hakuna labda useme mdogo wake, hakuna au dada yake au kaka zake, hakuna. Juma Jux amezaliwa peke yake. Hivyo basi huyu mama anatamani sana apate wajukuu wengi ili mradi waendelee kumtia moyo wa mfariji, na ukiangalia tayari ni mama mtu mzima. Hivyo basi wajukuu ni jambo la baraka sana kwake, na anatamani sana apate wajukuu wengi zaidi na zaidi. Ndio maana ameendelea kuvalia njuga ili swala la Jux kwamba afuatilie huyu mtoto, kama ni wa kwake basi hakikishe anachukua majukumu kama baba ambavyo anachukua huyu mtoto mwingine Rakimu. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tochia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yanayoandikwa neno subscribe.